Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi. Jeshi la Israeli limeshambulia kwa siku moja nchi za Yemen, Lebanoni, Syria pamoja na ukanda wa Gaza, ambapo mashambulizi yake ya anga yameua takriban watu 54. Waziri mkuu wa utawala huo wa Kizayuni Benjamin Netanyahu amesema zaidi ya watu milioni 2 wa Gaza watahamishwa kupisha mashambulizi mapya ardhini, huku Israeli ikiwa imeweka kizuizi cha siku 65 cha kuruhusu chakula na huduma nyingine za kibinadamu kuingia Gaza. Hospitali za Gaza ziko chini ya saa 48 kukosa udhibiti wake, hali inayohatarisha maisha maelfu ya wagonjwa na majeruhi, vyombo vya habari vya Gaza vimesema. Katika ukanda wa Gaza pekee kufikia sasa watu 11 wameuawa katika mashambulizi ya anga ya Israel tangu asubuhi ya leo, duru kadhaa zimeambia shirika la habari la Al Jazeera. Katika shambulio la hivi punde zaidi, watu wawili waliuawa kwa kupigwa risasi na Israel kaskazini mwa Gaza, mmoja huko Beit Lahia na mwingine katika kitongoji cha Tufa katika mji wa Gaza. Wakati hayo akijiri, waziri wa nishati wa Israel Eli Cohen alipoulizwa kama Israeli inapaswa kutanguliza kuwashinda Hamas au kuwarudisha mateka, amesema serikali yao imejitolea kwa yote mawili. Hakuna atakayekata tamaa katika kupigania mambo haya mawili. Neno la kusitisha vita lazima lifutwe kwenye kamusi. Ukanda wa Gaza tutaudhibiti kijeshi, waziri huyo wa nishati wa Israel alinukuliwa na redio ya Israel ya Shirit Bet. El Cohen pia alizungumzia jibu la Israel kwa mashambulizi ya makombora ya Wahuthi wa Yemen, akisema kulipiza kisasi hakupaswi kufanywa kwa Yemen pekee, bali aliye nyuma ya yote hayo ni Iran na lazima alipe gharama yake, alisema Cohen. Taarifa kutoka Deir el-Balah huko ukanda wa Gaza zinasema kuwa watu wanakula vyakula vilivyopitwa na wakati au vilivyooza, na wengine wakikosa hata hicho chakula na kulala njaa katika siku 65 toka Israeli ilipoweka mzingiro wa kuingia kwa vyakula na huduma nyingine za kibinadamu katika ukanda huo. Huko ukingo wa magharibi, vikosi vya jeshi la Israel vimewakamata zaidi ya watu 4 katika uvamizi wao hivi punde. Waliokamatwa ni pamoja na mfungwa wa zamani kutoka Nablus na aliyekuwa mfungwa kutoka Ban Naim karibu na Hebron, na vijana wawili kutoka mji wa Salfiti na Azawiya. Tangu vita vya Gaza vianze, vikosi vya utawala wa Kizayuni vimefanya kampeni za kukamata karibu kila siku katika ukingo wa magharibi, wakiwashikilia wafungwa wengi bila kufunguliwa mashtaka chini ya mfumo wake wa kuwaweka kizuizini kiutawala. Wakati hayo akijiri, waziri wa mambo ya kigeni wa Ufaransa Jean-Noel Barrot ameshutumu mipango ya Israel ya kuliteka na kulishikilia eneo lote la Gaza, akitaja hatua hiyo kama isiyokubalika na ambayo ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za kibinadamu. Ufaransa inalaani vikali kampeni iliyopangwa na Israel, alisema waziri huyo katika mahojiano na redio moja Ufaransa. Matamshi yake yanajenga ukosoaji unaokuwa kimataifa wa mpango huo wa Benjamin Netanyahu, ikiwa ni pamoja na kutoka kwa baadhi ya washirika wa Israel wa huko barani Ulaya. Pamoja na hayo, afisa mkuu wa Hamas Basim Naim amesema hakuna maana kushiriki katika mazungumzo au kuzingatia mapendekezo mapya kusitisha vita na Israel mradi tu vita vya njaa na maangamizi haviendelee katika ukanda wa Gaza. Ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuishinikiza serikali ya Netanyahu kukomesha uhalifu wa njaa, kiu na mauaji huko Gaza. Rufaa hiyo inakuja siku moja baada ya Netanyahu kusema wakazi wa Gaza watahamishwa kupisha mashambulizi yanayokuja, na huku hali katika eneo hilo ikizidi kuzorota kutokana na kuzuiliwa kwa huduma msingi za binadamu kwa zaidi ya siku 65. Na tukielekea huko nchini Marekani, Bi Rashida Tlaib, mwanamke wa kwanza mwenye asili ya Kipalestina katika bunge la Marekani, amesema Marekani inashiriki katika mauaji ya kimbari ya Israeli kwa Gaza. Katika chapisho lake kwenye ukurasa wa X, Tlaib ambaye alichaguliwa tena katika baraza la wawakilishi mnamo mwezi Novemba alisema Netanyahu ametangaza mipango ya kuwafukuza kwa nguvu na kuwasafisha kikabila wakazi wote wa Palestina. Netanyahu pia anania kuipamba na kuiunganisha Gaza na Israel, alisema mbunge huyo, akiongeza kuwa mpango huo unakuja baada ya siku 64 za Israel kuzuia chakula na misaada yote ya kibinadamu kuingia katika eneo hilo lenye vita. Huu ulikuwa mpango wao kila wakati, Tlaib alisema, na kuongeza Marekani ni mshirika katika mauaji haya kimbari yanayofanywa na Israel. Na kwingineko, waziri wa mambo ya kigeni wa India Jaishankar amewasuta viongozi wa Ulaya kwa mtizamo
wao wa kinafiki linapokuja suala la taifa hilo la Asia Kusini. Tunapotazama ulimwengu, tunatafuta washirika na sio wahubiri, hasa wahubiri ambao hawafanyii mahubiri hao nyumbani kwao bali wanahubiri nje nchi zao, alisema Jaishankar katika jukwaa la Arctic Cycle India lilofanyika siku ya Jumapili. Jaishankar alikuwa akitoa maoni yake juu ya ugumu wa Ulaya katika kufikia uhuru wa kimkakati, akiangazia utegemezi wa bara hilo kwa Amerika kwa ajili ya usalama, Urusi kwa ajili ya nishati na Uchina kwa biashara yote, akisema hayo yote yanapingana na hali halisi ya ulimwengu wa sasa. Katika kongamano hilo, waziri huyo wa mambo ya kigeni wa India alizungumza juu ya vikwazo vinavyoathiri uhusiano wa India na Ulaya, huku akikiri kwamba uhusiano wa New Delhi ulikuwa bora na mataifa kadhaa kwenye bara hilo na mbaya zaidi katika baadhi ya mataifa. Lakini kwa maoni yetu, ikiwa tunataka kukuza ushirikiano, lazima kuwe na uelewa, lazima kuwe na usikivu, lazima kuwe na usawa wa maslahi na lazima kuwe na utambuzi wa jinsi ulimwengu unavyofanya kazi, Jaishankar alisema na kuongeza. Na nadhani hizi zote ni kazi zinazoendelea kwa degree tofauti katika sehemu tofauti za Ulaya. Kwa hivyo wengine wamesonga mbele zaidi na wengine bado wanasonga kipolepole. Mwisho wa kunukuu. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa India pia alisema kwamba majaribio ya hapo awali kutoka nchi za magharibi za kusuluhisha mzozo wa Urusi na Ukraini bila kuihusisha Urusi yalipinga misingi ya uhalisia. Kinyume chake, alisema India ilikuwa na mtizamo mzuri wa uhusiano wake na Urusi ambao aliuita ni uhalisia wa Urusi. Alisisitiza kwamba hii inatokana na ushirikiano mkubwa kati ya India na Moscow, akibainisha kuwa wana ushirikiano wa kunufaishana, huku Urusi ikihudumu kama mtoaji mkuu wa rasilimali na India kama mtumiaji mkuu wa rasilimali hizo. Licha wasiwasi wa magharibi, India imeimarisha uhusiano wake wa kidiplomasia na Urusi na kuongeza uagizaji wake wa mafuta ghafi ya Urusi katikati ya mzozo wa Urusi na Ukraine, ikionyesha kujitolea kwa New Delhi kwa sera yake huru ya kigeni. Na kwingineko, mji wa Port Sudan, makao makuu ya serikali inaongozwa na jeshi la Sudani chini ya Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na kitovu cha misaada ya kibinadamu kwa nchi hiyo, umekumbwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwa siku ya 3 mtawalia. Wanajeshi wa Sudani wanawalaumu waasi wa RSF kwa kuhusika na mashambulizi hayo, japo kundi hilo halijakiri kuhusika. Maelfu ya watu wameuawa katika miaka miwili ya vita vikali kati ya jeshi na RSF na zaidi ya milioni 12 wamekimbia makazi yao. Mashuhuda wameripoti kuona moshi mkubwa mweusi ukifuka kutoka maeneo tofauti jijini humo, ikiwa ni pamoja na eneo linalozunguka bandari kuu na uwanja wa ndege. Mashambulizi hayo yametatiza usafiri katika eneo hilo. Ndege hizo zisizo na rubani zinaripotiwa kulenga kituo cha umeme na hoteli. Hadi siku 3 zilizopita, mji wa Port Sudan ulikuwa kimbilio la maelfu ya Wasudani waliotoroka makazi yao. Ghasia za hivi punde zimevuruga hali ya utulivu waliopata katika mji huo, kwani vita vimekuwa vikiendelea kwa zaidi ya miaka miwili. Mashambulizi hayo ya ndege zisizo na rubani hapo awali yalilenga ghala la mafuta na kambi za kijeshi. Na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir Mayardit amefanya mazungumzo kuhusu hali ya nchi hiyo na ujumbe wa Umoja wa Afrika na mamlaka maendeleo ya kikanda IGAD. Ofisi ya rais wa Sudan Kusini imearifu kupitia mtandao wake wa Facebook. Ujumbe huo ambao uliongozwa na mwenyekiti wa kamisheni wa Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf ulilenga kuharakisha mchakato wa utekelezaji wa makubaliano ya amani, kuimarisha amani na usalama wa kikanda na kuendesha utawala wa kidemokrasia nchini humo, ilisema ofisi ya rais. Naibu katibu mtendaji wa IGAD Mohamed Abdi Ware alikuwa sehemu wa wajumbe waliokuwa na lengo la kupata taarifa za moja kwa moja kuhusu hali ya sasa mambo nchini humo. Haijabainika iwapo maafisa hao watakutana na makamu wa kwanza wa rais wa Sudan Kusini Riek Machar, ambaye amewekwa katika kizuizi cha nyumbani. Afisa wa chama cha Machar cha Sudan People's Liberation Movement in Opposition SPLM ilisema, hatujapokea taarifa yote kwamba wajumbe hao watakutana na Machar na sio haki kwa sababu watapokea maelezo pande moja, Radio Tamazur iliripoti. Serikali hapo awali iliwajima wajumbe wa kimataifa kumfikia Dr. Machar. Haya yanajiri huku kukiwa na mvutano mkubwa wa kisiasa na kiusalama kufuatia hatua za Machar za kuwekwa kizuizini tarehe 26 Machi katika hali ambayo inaripotiwa kutishia mpango 2018 uliomaliza vita vyenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 5. Na tuhitimishe rubaa za kimataifa na taarifa hii ambapo serikali ya Marekani imesema imepokea rasimu wa makubaliano ya amani kati ya Rwanda na Kongo, huku Washington ikiendeleza juhudi za kutatua mzozo unaoendelea mashariki mwa Kongo. Haya yanajiri baada ya Balozi Oliver Nduhungirehe, waziri wa mambo ya kigeni wa Rwanda, kuliambia shirika la utangazaji la kitaifa la Rwanda kwamba Rwanda ilipaswa kuandaa rasimu wa makubaliano ya amani ambayo tamko lake la kanuni lilitiwa saini mjini Washington hiyo Aprili 25. Ninakaribisha maandishi ya pendekezo la amani lililopokelewa kutoka kwa Jamhuri ya Kidemokrasia
ya Kongo na Rwanda. Mossad Boulos, mshauri mkuu wa rais wa Marekani Donald Trump kwa Afrika, alisema katika chapisho lake la ukurasa wa X na kuongeza, hii ni hatua muhimu kuelekea kutimiza ahadi zilizotolewa katika azimio la kanuni na ninategemea kujitolea kwao kuendelea kufikia amani ya kweli, alisema Boulos. Makubaliano hayo ya amani yanatarajiwa kutiwa wino mwekundu mnamo mwezi Juni na Rais Paul Kagame na mwenzake wa Kongo Felix Tshisekedi, huku rais wa Marekani Donald Trump akihudhuria hafla hiyo katika ikulu ya White House. Nduhungirehe alisema kuwa Rwanda ilitoa michango katika rasimu hiyo ambayo itajadiliwa na wataalamu katika siku zijazo, na mkutano wa pili wa mawaziri unatarajiwa kufanyika mjini Washington wiki ya 3 ya mwezi Mei. Kutoka hapo amesema kwamba makubaliano ya amani yatakamilika na kuwasilishwa kwa wakuu wa nchi katikati ya mwezi Juni kwa ajili ya kutiwa saini. Hafla ya utiaji saini huo itahudhuriwa pia akiwemo Rais William Ruto wa Kenya, Emmerson Mnangagwa Mnangagwa wa Zimbabwe, Faure Gnassinga wa Togo na ambaye ni mpatanishi aliyeteuliwa na Umoja wa Afrika, na Amir wa Qatar Sheikh Tamim bin Ahmed Al Thani. Mbali na mapatano hayo ya amani, nchi hizo mbili zinatarajiwa kutia saini makubaliano tofauti ya kiuchumi baina ya nchi hizo mbili na serikali ya Marekani. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa Rwanda na Kongo walitia saini azimio la kanuni ya mnamo Aprili 25 kuashiria mwanzo wa mchakato wa amani unaolenga kurejesha utulivu sio tu mashariki ya DRC bali pia katika eneo pana la maziwa makuu ambalo kwa muda mrefu limekumbwa na kusambaratika kwa mzozo. Katika tamko hilo, pande zote mbili zilithibitisha tena heshima yao kwa uhuru na uadilifu wa eneo la kila mmoja na kujitolea kusuluhisha mizozo kupitia diplomasia na mazungumzo. Kabla makubaliano hayo kutiwa saini, Marekani imesisitiza kuwa pande zote mbili lazima zitimize masharti kadhaa. Miongoni mwao, Kongo inapaswa kushughulikia kikamilifu changamoto za usalama wa ndani na masuala ya usalama wa Rwanda, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na kundi lilohusika na mauaji ya kimbari la FDLR. Kwa kuongezea, Kongo inatarajiwa pia kutekeleza mageuzi ya utawala wa ndani, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha usambazaji wa haki wa rasilimali za kitaifa katika mikoa yake yote. Waziri wa mambo ya kigeni wa Rwanda Oliver Nduhungirehe alisisitiza kuwa masuala ya usalama yanabakia kuwa muhimu na hakuna njia ya mkato ya amani, huku akibainisha kuwa pande zote mbili zilitambua masuala ya usalama wa kila mmoja wao wakati wa kutangaza kanuni hizo. Tulikubaliana katika waraka huu kupeleka utaratibu wa pamoja usalama ambao utatusaidia katika kushughulikia masuala hayo, kwa sababu tumekuwa tukikabiliana na tishio la usalama kwa miaka 30 iliyopita. Kikosi kilichohusika na mauaji ya halaiki cha FDLR ambacho bado kinafanya kazi mashariki mwa Kongo na kimejikita katika jeshi la Kongo. Tunatumai kwamba kwa kasi hii mpya amani tutaweza kushughulikia swala hili la FDLR, alisema waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Rwanda. Kamati ya ufuatiliaji, ikiwa ni pamoja na wakilishi kutoka Marekani, Qatar, Ufaransa na Togo, itasimamia utekelezaji wa masharti hayo. Mazungumzo yaliyofanyika hapo awali chini ya mfumo wa EAC, Jumuiya ya Afrika Mashariki, na SADC, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, sasa amewekwa rasmi chini ya uongozi wa Umoja wa Afrika, huku Togo ikiongoza katika kuwezesha mchakato huo kuendelea. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashid. Usisahau kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapoziweka hapa.